njia 7 ambazo Mungu anazitumia kuzungumza na mtu. Ninakusalimu kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Karibu katika kuyatafakari na kujifunza maandiko. Leo kwa neema ya Mungu tutaenda kuangalia njia kuu 7 ambazo Mungu anazitumia kuzungumza na mtu. Mara nyingi tumezoea kujua njia moja ya Mungu kuzungumza na mtu, ambayo ni njia ya sauti. Kwamba tunatamani kusikia sauti ya Mungu ikisema na sisi kama vile mtu anavyozungumza na mwenzake. Lakini hiyo sio njia pekee tu ambayo Mungu anaitumia kuzungumza na mtu. Zipo njia nyingi. Lakini leo kwa neema ya Mungu tutaenda kutazama njia kuu 7 ambazo Mungu anazitumia kuzungumza na mtu. Basi bila kupoteza muda tuende tukaangalie njia ya kwanza. Njia ya kwanza ambayo Mungu anaitumia kusema na mtu ni njia ya kutumia maandiko. Ninaposema maandiko namaanisha maandiko matakatifu, yani Biblia takatifu, neno la Mungu lililo hai. Hii ni njia ya kwanza na bora sana ambayo Mungu huwa anaitumia kusema na mtu. Na tunaposema Mungu kusema na mtu, Mungu anaweza kusema na mtu kumfariji au kumuonya au kumtahadharisha au kumpa maelekezo au wakati mwingine kumuongoza. Kwa sauti ya Mungu inakuja kwa namna hiyo. Sasa kwa vote vile, ikiwa labda uliwahi kumuomba Mungu aseme na wewe, au ulikuwa unahitaji fulani ulimuomba Mungu, sasa unasubiria kupata majibu, Mungu anaweza kukuletea majibu kupitia njia yote kati ya hizi 7 ambazo siku leo tunaenda kuziangalia. Njia ya kwanza ni kupitia maandiko kama tulivyosema. Maandiko au Biblia takatifu, hii ndio njia ya kwanza ambayo ni bora, ambayo Mungu pia anaitumia mara nyingi sana kusema na watu. Kwa mfano katika Biblia tunamsoma mtu mmoja, mfalme mmoja ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Yehoramu, ambaye alikuwa ni mwana wa mfalme Yehoshafat. Huyu alipopata ufalme aliwaua ndugu zake wote, na baada ya kuwaua Mungu alimwadhibu, alimpa ugonjwa ambao ulimsumbua maisha yake yote. Kitabu kile cha Wafalme, Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ya 21 na mstari wa 11, tunaweza tukasoma habari ya huyu mfalme kwa ufupi. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura 21 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, tena ndiye aliyefanya mahali pa juu milimani pa Yuda. Huyu ni huyu mfalme Yehoramu. Tena ndiye alifanya mahali pa juu milimani pa Yuda na kuendesha katika uasherati wenyeji wa Yerusalemu na kuwakosesha Yuda. Mstari wa 12, likamjia andiko kutoka kwa Elia nabii kusema, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, kwa sababu hukuziendea njia za Yehoshafati baba yako, wala njia za Asa mfalme wa Yuda, lakini umeendea njia ya wafalme wa Israeli, ukaendesha katika uasherati Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, kama walivyofanya nyumba ya Ahabu. Tena umewaua ndugu zako wa nyumba ya baba yako waliokuwa wema kuliko wewe. Tazama, Bwana atawapiga pigo kubwa watu wako na watoto wako na wake zako na mali yako yote. Sasa ukiendelea kusoma hapo utaelewa vizuri habari za huyu mfalme. Kwa lilimjia andiko kutoka kwa Elia nabii. Elia nabii kabla ya kuondoka aliandika ujumbe kumhusu mfalme ambaye atakuja. Na ulipofika wakati ni kama vile huyu mfalme alipofika alitimiza ile maandiko. Kwa hivyo likaletwa andiko ambalo Elia liliandika. Hapa tayari Elia alikuwa ameshakufa, alikuwa ameshachukuliwa kwenda juu na katika upepo wa kisulisuli na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo lilikuja andiko miaka mingi baadaye, likawa linasema na huyu mtu. Umeona hapa Mungu alikuwa anasema na huyu mfalme kwa kupitia maandiko matakatifu. Hata sasa Mungu anatumia maandiko kusema na watu wake. Biblia yenye kitabu 66 ni maneno ya Mungu yaliyothibitishwa. Mahali pengine anasema neno la Mungu limehakikiwa mara 7, limethibitishwa mara 7. Kwa hivyo maandiko katika Biblia ni sehemu ya kwanza ya kusikia sauti ya Mungu. Ukitaka kusikia sauti ya Mungu kamili kabisa, jifunze sana kusoma maandiko. Kitabu kile cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 na mstari wa 16, neno la Mungu linasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, lafaa kwa kuongoza watu, lafaa kwa kuadibisha watu katika haki yote. Kwa hiyo neno la Mungu li hai na lina nguvu. Kwa hivyo ukisoma maandiko utaweza kuisikia sauti ya Mungu. Yamkini labda unapitia mambo fulani na umemwomba Mungu aseme na wewe. Jifunze kusoma Biblia, utasikia sauti ya Mungu. Utashangaa unasoma tu andiko moja labda katika kitabu fulani au mawili au hata sura nzima, ukasikia sauti ya Mungu anasema na wewe, ukapokea maelekezo ya kufanya mambo. Kwa hiyo maandiko matakatifu ni sehemu bora sana ya kusikia sauti ya Mungu. Hivyo tusikariri au usikariri kwamba Mungu anasema tu kupitia sauti, kwamba unataka kusikia sauti ya Mungu ikwambia fanya hivi fanya vile, au ikwambia kwamba anakupenda, au ikwambia kwamba uko hivi uko vile. Usitegemee sana hiyo. Ni vizuri kutegemea kulisikiliza neno la Mungu. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo Mungu anitumia kusema na mtu. Njia ya pili ambayo Mungu anaitumia kusema na mtu ni kupitia mtu au watu.
Ninaposema kupitia mtu au watu, maana yake nazungumzia makundi mawili yote ya watu. Wale ambao ni watumishi wa Mungu na wale ambao hawapo katika kundi la watumishi wa Mungu. Maana yake watu ambao hawajamjua Mungu wala hawajaokoka. Ndio, Mungu anaweza akasema na watu pia kupitia watu ambao hawajaokoka. Katika Biblia kulikuwa kuna mifano kadha wa kadha ambapo Mungu alitumia watu ambao sio wake kusema na watu wake. Kwa hivyo Mungu pia anaweza akatumia mtu kusema na wewe. Unaweza kuwa umemwomba Mungu, naomba unisaidie kitu fulani, naomba unifunulie jambo fulani, naomba unisemeshe, naomba unielekeze kama njia ninayoendea ni sahihi au sio sahihi. Naomba unisaidie kunipa mwongozo sahihi wa kitu ninachokifanya, huduma ninayoifanya, kazi ninayoifanya. Uko na maombi mengi umeshayapeleka mbele za Mungu. Sasa unasubiria majibu. Katika kusubiria majibu, kama Mungu atasema nawe kupitia andiko, anaweza kusema nawe kupitia mtu. Mungu akamleta mtu, labda mtumishi wake, akawa anakufundisha jambo fulani. Ukaona kabisa huyu sio mtu anazungumza, bali ni Mungu kupitia kinywa cha huyo mtu. Ikawa ni Mungu tayari kashasema na wewe, zaidi ya kusubiria ile sauti ambayo utaisikia, ambayo unataka uisikie ya direct ya moja kwa moja. Mungu anaweza akatumia mtu. Yule mtumishi anaweza kaja akawa anazungumza na wewe, akawa amesema nimetumwa na Mungu kwako. Na pia anaweza sije kwa namna hiyo, akawa tu amekuja kukusalimia au kuzungumza na wewe, lakini maneno anayoongea ukajua ni Mungu anakujibu, au amekujibu kile ambacho ulikuwa unamuomba au kile ambacho ulikuwa unakitarajia. Na sio tu kujibiwa, pengine hata Mungu anakutahadharisha au anakuonya au hata anakufariji. Anaweza akatumia mtumishi wake. Kwa kuwa makini sana sauti ya Mungu inaposema na wewe. Usifikiri tu anaweza akasema na wewe kupitia sauti ya moja kwa moja, ambayo ndio njia ya saba tutaenda kuiangalia. Ila fahamu kwamba Mungu anaweza kusema na wewe pia kupitia watu au mtu. Anaweza kuwa ni mtumishi wake au anaweza siwe ni mtumishi wake. Kwa mfano utakumbuka kipindi ambacho Sauli ambaye alikuja kuwa Paulo baadaye, kipindi ambacho alikuwa kipofu baada ya kutokea na Bwana wetu Yesu Kristo. Utaona Mungu alimtuma mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Anania aende nyumbani kwake. Akamwambia Anania, nenda kwa mtu anaitwa Sauli, utamkuta anaomba. Nenda kamwambie maneno uzima. Akaenda kule akamwambia, na kweli basi ikawa pale Mungu tayari kashasema na yule mtu. Hali kadhalika utakumbuka kipindi ambacho Kornelio analetewa neema neno la Mungu. Kitu gani kilitokea pale? Utaona malaika yule alimwambia Kornelio aende kwa mtu mmoja ambaye ni mtengenezaji wa ngozi yuko Yafa. Atamkuta mtu mmoja anaitwa Simoni, aende kule na yule atamwambia maneno ya uzima. Na kweli alipoenda, alienda kumchukua Simoni Petro na kumleta nyumbani kwake, na alipomleta nyumbani kwake akasikia maneno ya uzima, akapokea Roho Mtakatifu Kornelio pamoja na watu wa nyumbani kwake. Kwa hiyo unaona Mungu alimtumia mtu kwa ajili ya kumletea wokovu, kwa ajili ya kumjibu maombi Kornelio. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia mtu kwa namna hiyo, kwa namna yote ile anaweza kutumia mtu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini jinsi gani Mungu anavyoweza kutumia mtu. Na pia anaweza kutumia mtu ambaye sio hata wa imani, hata sio aliyokoka au anamfuata Mungu. Utakumbuka kipindi fulani Mungu alimwambia Yeremia katika Yeremia sura 18. Mungu alimwambia Yeremia, nenda katika nyumba ya mfinyanzi, kamwangalie jinsi anavyofinyanga chombo kile, jinsi anavyokifinyanga kinapoharibika na kitengeneza tena. Na Yeremia alienda kweli kwa ule mfinyanzi, akamwangalia jinsi anavyofinyanga chombo kile kwa kutumia udongo ule mfinyanzi. Na kupitia pale Mungu akasema na Yeremia, akamwambia nenda, Mungu alimwambia Yeremia, nenda kwa mfinyanzi nitakusikilizisha maneno yangu. Na kweli Yeremia alipofika pale, Mungu alimsikilizisha maneno yake. Akamwambia kama vile unavyomuona mfinyanzi anavyofinyanga chombo, ndivyo nami pia ninavyoweza kuwafinyanga nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Kwa hivyo Mungu pia anaweza akasema na wewe kupitia mtu, kupitia vitu anavyovifanya, shughuli anazozitenda. Anaweza kukuongoza pia kupitia mtu ambaye sio hata imani. Kipindi fulani utakumbuka tena, kipindi ambacho Bwana Yesu alikuwa anataka kwenda Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ile ya Pasaka. Aliwaambia wanafunzi wake waingie Yerusalemu, watamwona mtu kabeba mtungi, wamfuatilie mpaka nyumba ile atakapoingia. Na watakapofika katika ile nyumba, wamuulize mwenye nyumba kiwapi chumba chake Bwana alichokiandaa. Na walipotoka kweli walienda kumkuta mtu amebeba mtungi. Yule mtu Biblia ituambia kwamba alikuwa ni Mkristo au alikuwa hata mfuasi wa Yesu. Pengine alitoka tu na shughuli zake, akawa anaenda kutoka maji, alipokuwa anarudi, basi kumbe kuna watu wanamfuatilia. Kwa yule mtu alikuwa anatumiwa na Mungu pasipo kujua, na huenda hakuwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia mtu kusema na wewe, kujibu maombi yako, kukukumbusha, kukutahadharisha, kukuelekeza, kukuwa makini sana. Ndio maana pia katika kitabu kile cha Mathayo sura 25 utaona Bwana Yesu alisema siku ile atatenga kondoo na mbuzi, alafu ataambia wale mbuzi walioko mkono wake wa kushoto, nendeni kwangu mliolaaniwa, na wale kondoo walioko upande wake wa kuume ataambia njooni kwangu mliobarikiwa. Alafu akawaambia, nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkanipa maji. Wakamuuliza, ni lini Bwana ulikuwa na njaa? Ni lini ulikuwa na kiu tukaje tukakupa maji? Kristo akasema, kwa jinsi mlivyowatendea mojawapo wadogo hawa mlinitendea mimi. Na wale wengine akaambia kinyume chake, kwa jinsi msivyowatendea mojawapo wadogo hawa hamkunitendea mimi. Kwa Mungu alikuwa anawatumia watu, anaonyesha kwamba alikuwa anawatumia watu katika kwenda kuhubiri au katika kwenda kufanya kazi yake. Kwa wale wanaowaona wanaweza kuona kama ni watu, kumbe kuna kusudi la Mungu nyuma yao.
Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa makini. Usidharau watu, usidharau kuwasikiliza watu. Wakati mwingine unaweza kuwa unamuomba Mungu, niambie. Unashangaa mtu anakuja, sio mtu wa imani, sio mtu mwingine wote, usifunge masikio yako kumsikiliza. Msikilize, kwa sababu huenda Mungu anakujibu hapo, au anakuelekeza hapo, au anakupa kitu fulani. So kila kitu cha kumsikiliza, lakini umsikilize Mungu. Anajua jinsi gani ya wewe kujua sauti yake. Kwa hiyo atakusaidia, utapata amani kwamba hapa Mungu kashanijibu, hapa Mungu kashanielekeza. Kama tu vile Mungu ambavyo anaweza kutumia watu kukubariki. Unaweza kwa kipindi fulani unapitia hali fulani, ukashangaa mtu tukaje akakubariki, akakupa kitu, akakupa vitu. Ni hivyo hivyo pia Mungu kusema na wewe. Anaweza kutumia watu ambao unawajua au usiowajua, wa imani moja na wewe, wa imani nyingine, anaweza kutumia. Kwa Mungu hana mipaka. Hiyo ni njia ya pili ya Mungu kusema na mtu. Njia ya tatu ambayo Mungu anatumia kusema na mtu ni njia ya kupitia malaika au watakatifu. Malaika ni viumbe wa rohoni, lakini Biblia imetuonyesha mara kadha kadha kwamba walikuwa na uwezo wa kuwatokea wanadamu na kusema maneno ambayo wameagizwa na Mungu. Kwa mfano kwenye Biblia utamuona Abraham alitokea na malaika sana. Utamuona Yakobo, utaona wakina Gideon walitokea na malaika, wakawa wanasema nao. Utamuona watu wengi sana walitokea na malaika katika Biblia. Kwa hivyo hii ni njia nyingine ambayo Mungu anaweza kusema na wewe. Na hii ni nadra sana. Watu wengi tunaipenda hii njia kwa sababu ni njia ambayo tukitoa ushuhuda, basi ni watu wengi kutuamini au kuamini kile tunachokisema. Lakini Mungu hajaiweka kama njia bora. Njia bora ni ya neno lake. Hiyo ndio njia ya kwanza ambayo ndio bora kuliko nyingine zote. Ndio maana Biblia ni kitabu kinachopatikana wakati wote na mahali popote. Kwa hiyo pia Mungu anaweza akatumia malaika kusema na wewe. Huyu malaika anaweza kaja kama mtu na usijue kama ni malaika, au baadaye akajitambulisha kama ni malaika. Kwa mfano Yakobo, utaona alipokutana na yule malaika, alikuja kama mtu, akanapigana naye mieleka. Na alivyokuwa anapambana naye katika ile mieleka, alimshinda baadaye na Mungu akambariki kupitia yule malaika. Kwa pale Mungu alimtuma malaika yake kusema na Yakobo, ambaye baadaye alikuja kuwa Israeli. Vile vile pia Mungu anaweza akamtuma malaika wake au malaika zake wakaja wengi wakasema na wewe, na kukusema na wewe inawezekana kukujibu maombi, kukupa maelekezo, kukuonya, kutahadharisha, kukufariji, kukupa thawabu, vyovyote vile itakavyokuwa. Mungu anaweza kutumia malaika. Na mpaka sasa hivi malaika wanatumwa kwa wanadamu. Hakuna kipindi ambacho malaika walikuwa kutumwa kwa wanadamu. Mpaka leo hii malaika wanatumwa. Wanaweza kutumwa kwako ukaona na usiwaone, au ukawajua, ukamwona mtu fulani ukasema yule ni fulani, kumbe si malaika wa Bwana. Lakini pia katika eneo hili la malaika wa Mungu wanaweza kaja kwa njia ya roho. Maana yake ukaona mwanga umetokea mahali, unakajua kabisa huyu sio mwanadamu bali ni malaika. Moja kwa moja akajitambulisha katika utukufu wake. Ukaona amekuja kwa mwangaza wa mng'ao wake katika maombi au hata nje ya maombi. Pia hiyo ni kuonyesha kabisa kwamba Mungu bado anasema na watu kupitia malaika. Kwa ujumbe wa Mungu unaweza kubebwa pia na malaika, sio watu tu. Kwa makini sana katika hilo, na pia linaweza likatokea katika siku moja za maisha yako. Njia ya 4 ya Mungu kusema na watu wake. Mungu pia anaweza kusema na watu wake kupitia wanyama. Wanyama ndio anaweza kutumia wanyama kusema na yule paka unayemuona pale, Mungu anaweza kumtumia kusema na wewe. Mbwa Mungu anaweza kumtumia kusema na wewe. Kiumbe kingine chochote Mungu anaweza kukitumia kusema na wewe. Ndio. Biblia inasema, Bwana Yesu anasema muwe na busara kama nyoka. Kwa maana yake nyoka anaweza kama amebeba ujumbe wa Mungu. Mbwa anaweza kama amebeba ujumbe wa Mungu. Kwenye Biblia tunamwona nabii mmoja ambaye alikuwa ni nabii wa uongo, anaitwa Balaam, ambaye alikuwa amepanga kwenda kuwalaani Israeli. Na alipokuwa njiani alitokewa na malaika mbele yake, akamwona yule malaika. Lakini mara kwanza kumuona, ila punda ambaye alikuwa amepanda aliweza kumuona yule malaika. Na hakwenda, akasita, akagota pale vile. Balaamu alimpiga yule punda wake mara 3 akitaka kumlazimisha aende mbele. Baadaye Mungu alikifunua kinywa cha yule punda, akaanza kuzungumza. Akamwambia, kwa nini unanipiga mara hizi zote 3? Nimekutendea nini? Nimezoea kukufanyia hivi. Balaamu akajibishana na yule punda pale, lakini yule punda alimfunulia wazimu wake. Biblia inatuambia hivi, alitoa wazimu wa Balaamu. Kwa Balaamu baadaye alipokuona kwamba kuna malaika, akasimama, akashafuta upanga, akaogopa. Pale akabadilisha njia yake. Hali kadhalika pia Mungu anaweza akatumia punda hivyo hivyo pia. Akawa anasema, lakini pia sio kusema tu. Anaweza siongee lakini akaonyesha tabia fulani. Ukaona Mungu anasema na wewe kupitia huyo mnyama. Kwa hivyo pia ni wakati mwingine ni muhimu sana kuangalia viumbe vilivyoumbwa vyenye uhai. Mungu anaweza akavitumia kusema na wewe, kukuonya, kukukumbusha, hata wakati mwingine kukufariji. Ukisoma katika kitabu cha Mithali sura 30 mstari wa 27, Biblia inasema kwamba nzige hawana mfalme lakini wanaruka vikosi, wanatembea vikosi. Kwa kumbe unaweza kuwa umekaa mahali unamwomba Mungu, naomba unisemeshe, alafu ukashangaa kundi la nzige linapita. Pale Mungu akakwambia, angalia nzige wanavyotembea. Hawana mfalme lakini ndivyo wanavyoenda vikosi. Mungu akawa amekujibu labda hitaji fulani au ombi fulani.
au swali fulani ambalo ulikuwa nalo kuhusu jambo fulani. Kwa hiyo angalia viumbe pia Mungu anaweza akasema na wewe. Mungu anaweza akasema na wewe kupitia mchwa. Akakwambia tazama mchwa. Sasa nyingine anasema angalia chungu, kajitafakari kwa chungu. Jinsi wanavyojiwekea akiba. Jinsi wanavyojiwekea akiba kipindi cha hari, kipindi cha ukame unajiwekea akiba. Tazama michungu. Viumbe vya asili vinabeba ujumbe pia wa Mungu. Mungu anaweza akasema na wewe kupitia hivyo. Sio tu malaika, sio tu sauti, sio tu neno la Mungu. Pia kuwa makini katika jambo hilo. Hiyo ni sauti ya 4 ambayo Mungu anaweza akasema na wewe. Njia ya 5 au namna 5 ambayo Mungu anaweza akasema na wewe ni kupitia vitu vya asili. Ninaposema vitu vya asili namaanisha milima, miti, mabonde, mawingu, mvua, matetemeko, mambo yote ya asili ambayo tunayaona yasiokuwa na uhai wa damu na nyama au uhai wa pumzi ya uhai. Lakini hivyo Mungu anaweza akasema na wewe pia kupitia hivyo. Kwa pia ni kuwa makini. Kipindi ambacho Mungu alikuwa anawapa amri wana wa Israeli, alimwambia Musa panda huko mlimani. Baadaye alipopanda mlimani, Biblia inatuambia ukatokea ngurumo kule na matetemeko na moshi ukatoka katika ule mlima. Mungu akasema na wale watu kutoka katika ule mlima. Umeona? Mungu pia anaweza akasema na wewe kupitia mlima. Anaweza kusema na wewe kupitia kitu kingine chochote. Kwa mfano, kipindi ambacho Kristo anakufa, Biblia inatuambia pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili. Kwa nini lilipasuka? Kwa sababu kuonyesha kwamba njia kuelekea kiti cha rehema sasa imefunguliwa. Kwa Mungu anasema na sisi kupitia vitu vya asili. Kipindi Bwana Yesu anakaribia kukata roho pale msalabani, kulitokea giza, jua lilitoa giza. Kukana giza juu ya nchi kwa muda masaa kama 3. Mungu alikuwa anasema pia na watu. Kwa Mungu anaweza akasema na watu kupitia vitu vyote vya asili. Chochote kile anaweza kukitumia. Kipindi ambacho Suleiman aliweka wakfu hekalu la Mungu katika kitabu kile cha Wafalme kwanza sura 7. Biblia inatuambia kwamba kulishuka wingu, ukungu ukaijaza ile nyumba yote hata makuhani wakashindwa kufanya kazi zao. Ule ukungu haukuja kwa ajili ya urembo, bali ulikuja kama sauti ya Mungu kwamba Mungu anawaambia kwamba utukufu wangu nimeushusha mahali hapa. Utaona mara kadhaa pia Mungu amesema na watu kupitia mvua. Kipindi cha Nabii Samuel Mungu alizungumza na watu kupitia mvua. Kipindi cha mwandishi Ezra Mungu alisema na watu kupitia mvua na kadhalika na kadhalika. Kwa pia vitu vya asili pia vinabeba sauti ya Mungu. Ardhi inabeba sauti ya Mungu, bahari inabeba sauti ya Mungu. Kila kitu tunachokiona hata jua pia limebeba sauti ya Mungu. Lakini si vya kuviabudu, vinatumika tu kama sehemu au njia ya kupitisha ujumbe wa Mungu. Hiyo ni njia ya 5, namna ya 5 ambapo Mungu anasema na mtu. Namna ya 6 ya Mungu kusema na mtu ni kupitia ndoto na maono. Ndoto ni zile taarifa unazozipokea wakati umelala. Unaweza kuwa umelala alafu ukaota unafanya jambo fulani au mtu fulani anakusemesha jambo fulani linaendelea. Mungu pia anatumia ndoto. Katika Biblia tumeona watu wengi sana Mungu akisema nao kupitia ndoto. Yusufu ambaye ni baba yake Kristo katika mwili, yule Yusufu alitoka na malaika katika ndoto. Bwana akasema akanamwambia kwamba usimwache mkeo Maria chukue, maana mimba aliyopata ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ukiangalia katika Biblia mfalme Abimeleki, Mungu alisema naye kupitia ndoto. Alipokuwa anataka kumchukua Sara mke wa Abraham, Mungu alisema naye kupitia ndoto. Na ile ndoto ilimpa jawabu kwamba njia anayoendea sio sahihi. Kwa Mungu anatumia pia ndoto kusema na mtu. Kwa makini unapomuomba Mungu, fuatilia sana ndoto unazoziota. Kupitia hizo ndoto yamkini Mungu anaweza akasema na wewe. Sio kila ndoto pia ni Mungu anasema na wewe, lakini pia Mungu anaweza kutumia ndoto kukujibu, kukuambia, kukutahadharisha, kukukumbusha, kukuelekeza na hata kukufariji. Ndoto pia ni mlango wa Mungu kusema na mtu. Lakini pia sio ndoto, pia maono. Maono ni zile taarifa unazozipokea kipindi ukiwa hujalala. Ndoto unakuwa umelala, maono unakuwa kipindi haujalala. Maana yake unatembea, unafanya shughuli zako, ghafla unaona kuna picha zinakuja mbele yako, kuna mambo unayoona mbele yako katika macho yako, ukitazama hujalala. Hayo pia Mungu anaweza akasema na wewe na pia amekupa ujumbe. Kwa pia nikuwa makini. Hiyo ni njia nyingine ambayo ni ya 6 ya Mungu anasema na watu au anasema na mtu. Na njia ya 7 ambayo ndio tunaoijua wengi na tunaoitamani na tunaoitafuta sana ni njia ya sauti. Ninaposema sauti ni pale ambapo umelala au umeamka au uko macho alafu unasikia maelekezo katika sauti katika sikio lako ikikwambia fanya jambo fulani, tenda jambo fulani, nimekufanyia hivi, nimekuambia vile. Hii ndio njia ambayo tunaipenda sana watu wengi na ndio tunaitamani. Lakini Mungu ajitukuza. Ni mara chache sana unaweza kusikia sauti kama sauti. Nazungumzia sauti kama ile ambaye alisikia Nabii Samuel alipokuwa amekaa kule katika ile nyumba ya Mungu. Aliposikia sauti inamwambia Samuel, Samuel, mara ya kwanza akafikiri ni mtu anamuita, akakimbilia kwa babu yake Eli, yule kuhani, akafika kule. Eli akamwambia sio mimi nilikuita, rudi kalale. Akaisikia mara ya pili, mara ya 3, mara ya 4. Hiyo ndio sauti ninayozungumzia mimi ambao wengi tunaitamani sana. Utaona mtu anaweza katoka, anaambia Bwana naomba unielekeze jambo fulani, naomba niambie mtu fulani kama ni sahihi.
naomba uniambie kama utaniponya, naomba uniambie kama utanifanikisha hili, naomba uniambie hivi. Kwa hiyo tunakaa tunasubiria sauti tuambie nimekufanikisha, nitakufanikisha, nitakutendea vile, nitakutendea vile. Ukikaa sana kusubiri jambo hilo, ni rahisi sana ibilisi kuchukua nafasi hiyo na kukuletea sauti za uongo, au wewe mwenyewe kutafakari kwa mawazo yako ukidhani ni Mungu kakwambia. Kwa hiyo usikae kusubiria sana sauti. Mungu akitaka kusema na wewe kwa njia hiyo, utaisikia dhahiri kabisa hiyo sauti. Na inaweza isije mara moja kama kwa Samuel, inaweza kaja mara 2 na mara 3 ukaisikia kabisa. Kwa hiyo usilazimishe kuitafuta hii sauti ije kutokee, usilazimishe kuiona kuisikia hii sauti. Iache itakuja yenyewe. Unachopaswa kufanya ni wewe kumuomba Mungu kwa imani na kuamini kwamba Mungu atanisemesha, ataniambia. Kwa hivyo hizo ndizo njia kuu 7 ambazo Mungu anaweza kutumia kusema na mtu. Na anaweza kutumia hizo na zipo nyingine nyingi, lakini leo hii tumeziangalia tu hizi 7. Hivyo basi usikae kusubiri au kukariri njia moja tu ya Mungu kusema na wewe. Na utathibitishaje kwamba hii ni sauti ya Mungu? Iwe kwa njia ya malaika, iwe kwa njia ya ndoto, iwe kwa njia ya neno, iwe kwa njia ya kitu kingine. Kitu ambacho kitakupa uthibitisho kwamba hii ni sauti ya Mungu mara nyingi ni amani. Amani utakusikia ndani yako baada ya ule ujumbe. Na ujumbe wa Mungu unakuja kwa njia ya kukuponya, kukutengeneza, sio kwa njia ya kukuumiza wala kukutafutia kukuka katika hali ya fulani ya dimbu la mawazo pana. Mungu hata kimwadhibu mtu au kimpa neno gumu mtu fulani, ile neno linakuja na dawa nzuri ya kumponya. Wanasema sweet pain, maana yake ni maumivu lakini unaona nyuma yake yana nia nzuri. Na ndicho ambacho Mungu waga anasema na watu. Lakini ukiona unapewa sauti na kugombeza ndani yako, inakuonya lakini haikupi suluhisho la kukupa furaha kwamba ukifanya hivi utafanikiwa, na inakupa na njia, unaona kwamba haikupi njia, fahamu kwamba hiyo ni sauti ya yule mwovu au ni mawazo yako wewe. Hivyo ndio sauti ya Mungu jinsi inavyofanya kazi. Kwa ukikaa katika kanuni hii ya kujua kwamba Mungu anaweza akasema na wewe kwa njia nyingine yoyote tofauti na ile ulizoea, ni rahisi sana kuishi maisha kuongozwa na Roho. Ni rahisi sana kumpa nafasi Roho Mtakatifu kusema na wewe. Ni rahisi sana kumpa nafasi Roho Mtakatifu kukuelekeza. Lakini ukikariri njia moja huko katika hatari. Na hatari yenyewe ni ibilisi kuchukua nafasi ya kukusemesha au kupokea kile unachokitazamia, alafu mwisho wa siku ukasema Mungu asemi, Mungu ongee. Kumbe Mungu anaongea, isipokuwa wewe hukuweza kuelewa jinsi anavyoongea, hukuweza kutambua jinsi anavyoongea. Bwana Yesu akubariki, akujalie uisikie sauti ya Mungu na pia uweze kutenda sawa sana mapenzi yake.